Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi imetangaza kwamba kitendo cha NATO kutaka kuilinda anga ya Ukraine ni tangazo la kivita dhidi yake. Hii ni kwa mujibu wa rais wa zamani wa nchi hiyo Dmitry Medvedev, ambaye amesema kwamba uamuzi wa nchi za jumuiya ya kujihamia NATO za kutaka kuilinda anga ya Ukraine itakuwa ni kama tangazo la vita ambalo wanaitangazia Urusi. Medvedev amesema katika mtandao wa kijamii wa Telegram kwamba kutekeleza wazo la kuiwekea Ukraine ulinzi wa anga na kuyaruhusu mataifa ya NATO kuzidungua droni za Urusi kunamaanisha kwamba muungano huo wa kijeshi sasa utakuwa moja kwa moja vitani dhidi ya Urusi. Yote hayo yanajiri baada ya kudunguliwa kwa droni za Urusi zilizoingia katika anga ya Poland wiki iliyopita, ambapo NATO ilituma ndege za ziada za kivita kwenye eneo hilo la mashariki. Hatua hiyo imesababisha majadiliano mapya kuhusu kuongezeka ulinzi katika maeneo ya magharibi mwa Ukraine ambayo yanapakana na Poland, na pia kuzisambaratisha droni za Urusi au makombora yanayolenga maeneo hayo ya mpakani. Tia msemaji wa ikulu ya Kremlin Bwana Dmitry Peskov amesema kwamba Urusi imesema bado ina nia ya kufanya mazungumzo ya kupata suluhu katika mzozo huo kati ya Ukraine na Urusi, kama ambavyo Dmitry Peskov alivyosema, ambavyo amesema kwamba Urusi bado inasimamia nia yake na utayari wa kutatua mgogoro wa Ukraine kwa njia ya kisiasa na diplomasia. Kiev inapunguza kasi ya mchakato huo kwa namna fulani. Hakuna anayetaka kuzama ndani ya kiini cha mzozo huo, lakini Umoja wa Ulaya wanaingilia suala hilo, wanaonyesha nia yoyote ya kuzingatia sababu ya mzozo huu. Kwa upande mwingine, ripoti ya kila mwaka ya muungano unaofuatilia matumizi ya mabomu yaliyopigwa marufuku Cluster Munition Coalition CMC imesema zaidi ya watu 1200 wameuawa au wamejeruhiwa katika nchi ya Ukraine kutokana na mabomu ya hayo tangu Urusi ilipoanza operesheni yake mnamo Februari mwaka 2022. Ripoti hiyo inasema kumekuwa na mwenendo wa kurudisha nyuma hatua zilizopigwa katika kuharamisha mabomu hayo, ikisema Ukraine imeshuhudia vifo vingi zaidi duniani kote kutokana na mabomu hayo yanayotumiwa pakubwa na Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa The World News.